Nchi ya Tanzania yatetemeka baada ya Wakenya kuingilia mbunge mmoja wa Tanzania ambaye aliingilia na kutusi wa Kenya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mzozo wa kidijitali unaendelea kati ya Kenya na Tanzania umechukua mkondo mpya baada ya kufichuka kuwa mbunge wa Geita Joseph Kasheku Musukuma, ambaye ameibuka kuwa mstari wa mbele katika kuwashambulia Wakenya mtandaoni, ana kiwango cha elimu cha msingi pekee. Musukuma alipata umaarufu mtandaoni siku ya Jumatatu Mei 26 baada ya matamshi yake ndani ya bunge la Tanzania kudhihaki Wakenya, akiwataja kuwa hawana elimu ya kutosha na kuwa duni kisiasa ikilinganishwa na Watanzania. Kauli hiyo ilitolewa katika kipindi ambapo kuna taharuki ya kidiplomasia iliyochochewa na hatua ya Kenya kuwakilisha wanaharakati waliokosolewa kwa msimamo yao dhidi ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Wakati akiendelea kusisitiza kuwa hana tatizo na Wakenya wa kawaida, Musukuma aliwaelekezea lawama wanaharakati kutoka Kenya, akiwatuhumu kwa kutaka kuvuruga amani ya Tanzania. Hata hivyo, maelezo hayo hayakuwazuia Wakenya mitandaoni kuchimba kwa kina historia ya mbunge huyo, ambapo waligundua taarifa za elimu yake kuwa na mapungufu makubwa. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya bunge la Tanzania, Musukuma alihitimu elimu ya msingi kati ya mwaka 1979 na mwaka 1986 kwa kupitia mtihani wa CPE ambao unajulikana zaidi kama Country Program Evaluation, sawa na KCPE ya Kenya. Hakuna rekodi yoyote inayoonyesha kuwa alisoma zaidi ya hapo, na ufunuo huo uliibua ucheshi na kejeli mitandaoni, huku Wakenya wakieleza mshangao wao juu ya mtu mwenye kiwango hicho cha elimu kuwatuhumu kwa ujinga. Tanzania, tofauti na Kenya, haina masharti magumu ya kielimu kwa wanaotaka kugombea ubunge. Kulingana na ibara ya 67 kifungu cha 1 ya katiba ya Tanzania, mtu yeyote anayeruhusiwa kugombea ubunge ni mtu tu anayeweza kusoma na kuandika kwa Kiswahili au Kiingereza na mwenye umri wa zaidi ya miaka 21. Masharti haya yamezua mjadala mpana kuhusu ulinganifu wa viwango vya uongozi na elimu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wakati haya yakiendelea, serikali ya Tanzania imeendeleza juhudi za kulinda hadhi ya Rais Samia Suluhu, na waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa katika hotuba yake ya kuwasilisha bajeti ya wizara yake kwa mwaka 2025-2026 aliagiza jeshi la polisi kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania kuwabaini na kuwachukulia hatua Tanzania wanaosambaza maudhui ama content ya wanaharakati kutoka nje ya nchi ambayo yana madhara kwa heshima ya rais, hapo akirejelea content ya Kenya. Waziri Bashungwa alisisitiza kuwa wabunge wote wanatambua mafanikio ya Rais Samia na taifa halitavumilia vitendo vya unyanyasaji mtandaoni dhidi ya kiongozi wa nchi. Hii ni ishara ya msimamo mkali wa serikali kulinda taswira ya uongozi wake dhidi ya kampeni za kidijitali zinazoibuka kutoka nje. Na katika mazingira haya ya mvutano wa kisiasa mtandao, hali ya uhusiano kati ya Kenya na Tanzania inaendelea kuwa tahadhari, huku uongozi wa mataifa yote mawili ukilenga kudhibiti athari za majibizano ya mtandaoni ambazo sasa zimevuka mipaka ya urafiki wa kidiplomasia.